Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Sheria au la, usifikirie ndoto ambayo umejiwekea. Jiepusheni na makundi yasiyokuwa na tija. Jiepusheni na tabia na mienendo ambayo ni kinyume cha sheria. Lakini jiepusheni na tabia ambazo zinaweza zikaharibu maisha yenu huko mbeleni. Lakini la pili, lindeni ndoto zenu za mafanikio katika maisha. Kila mmoja ana ndoto yake. Kuna mwingine anatamani awe daktari, kuna mwingine anatamani awe kiongozi, kuna mwingine anatamani awe na mafanikio makubwa katika maisha kwenye nyanja ya biashara. Hakikisheni wakati wote mnalinda matarajio yenu. Hakikisheni wakati wote mnaweka jitihada ili muweze kufikia yale ambayo mnatarajia, na hii ni kwa manufaa yenu, manufaa ya familia zenu, wazazi wenu, lakini pia manufaa ya taifa. Lakini pia fanyeni kazi kwa juhudi na maarifa wakati wote, na ili kufanikisha malengo mliojiwekea, na ndipo mnapoweza kuchangia maendeleo ya taifa letu. Lipo tatizo la kujihusisha na matumizi yasiyokubalika ya mitandao. Baadhi ya vijana wamekuwa wakijihusisha na mitandao, wanaposti vitu vya ajabu, wanaangalia vitu vya ajabu, lakini pia mitandao ile inatumika kinyume cha sheria. Jiepusheni na matumizi ya mitandao. Najua teknolojia imekuwa, lakini mitandao hiyo basi itumike kwa manufaa au itumike ili iweze kuleta tija na si kutumika kinyume cha sheria za nchi. Lakini la msingi zaidi, muwe na hofu na Mwenyezi Mungu. Wakati wote dumu katika ibada, kila mmoja kwa imani yake, huku mkimuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati mkitekeleza majukumu yenu au mkiendelea na maisha yenu. Sababu imani ni kwamba kila tunalofanya duniani lina usimamizi wa Mwenyezi Mungu. Kila tunaloliwaza lina usimamizi wa Mwenyezi Mungu. Na kila tunalolitenda tunapaswa kumtanguliza Mwenyezi Mungu wakati wote. Kwenye risala ya wahitimu, na changamoto ya bwalo alitambua, lakini pia changamoto ya viwanja ya michezo. Mwenyekiti wa bodi yupo, uongozi wa bodi upo, lakini mkuu wa shule yupo. Niagize changamoto hizi msichukue, anzeni maandalizi ya kukabiliana nazo, na pale ambapo mtahitaji msaada wa jeshi, mkuu wa jeshi niko tayari wakati wowote kuweza kuwasapoti ili tukabiliane na hizi changamoto hatua kwa hatua. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, niwakumbushe kuwa mwezi huu tarehe 29 nchi yetu itakuwa na uchaguzi mkuu, uchaguzi wa Mheshimiwa Rais, wa bunge na madiwani. Zoezi ambalo linaendelea kwa sasa ni kampeni ambazo zinafanywa na vyama vya siasa. Nitoe rai kwa wananchi wote kudumisha utulivu na amani kwa kipindi chote, kipindi cha kampeni, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Amani tulionayo imekuwa tunu ya taifa letu na ni mfano bora wa kuigwa na mataifa mengine. Na hapa nisisitize, kamwe na kwa namna yoyote tusiruhusu kuharibu amani na utulivu ambao tumekuwa nao kwa miongo mingi. Aidha, wito wangu kwenu ni kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba ili kutumia haki ya kikatiba mlionayo kupiga kura na kuchagua viongozi ambao watatuletea maendeleo katika nchi yetu. Rasmi, shule sekondari Bawani tangu iliposajiliwa mwaka 2003 imekuwa ikifanya vizuri katika taaluma na maadili. Mafanikio haya yamedhihirika kupitia matokeo ya mtihani ya kitaifa kwa ngazi zote kama ifuatavyo. Kidato cha pili, nimechukua kwa uchache tu, kidato cha pili mwaka 2023 wanafunzi walikuwa 110 walifanya mtihani na hakuna aliyepata daraja la 0. Kidato cha pili mwaka 2024 wanafunzi 126 walifanya mtihani na wote walifaulu, hakuna aliyepata daraja la 0. Kidato cha 4 mwaka 2023 wanafunzi 124 walifanya mtihani na wote walifaulu, ufaulu wa 100%. Kidato cha 4 mwaka 2024 wanafunzi 115 walihitimu na wote walifaulu, kati yao 86 waliendelea kidato cha 5 na 20
waliingia vyuo vya kati. Kidato cha 6 mwaka 2024 wanafunzi 14 walihitimu. Kati yao wanafunzi 18 walipata daraja la kwanza, wanafunzi 17 daraja la pili na 9 daraja la tatu. Hakukuwa na daraja 0 wala 4. Fanya kwa uaminifu na upendo. Walimu wetu wamekuwa wazazi wa pili kwetu, wakitufundisha sio tu masomo ya darasani bali pia maadili, nidhamu na mshikamano vitakavyotuongoza maishani hata baada ya kuhitimu masomo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunahitimisha masomo yetu tukiwa jumla ya wanafunzi 113, wakiwemo wasichana 44 na wavulana 69. Tulipoanza kidato cha kwanza mwaka 2022 tulikuwa wanafunzi 105. Kumekuwa na ongezeko ambalo limetokana na wanafunzi waliotoka shule nyingine kuhamia hapa baada ya kuvutiwa na matokeo mazuri pamoja na mazingira bora ya kujifunzia yaliyopo katika shule yetu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.